Mimi kwa jina naitwa Khalid Shabani na Hai Mbekwa, ndio shehe wa kata ya Chanika. Shehe wa kata ya Chanika, una kubwa gani kupitia kongamano hili ambalo wewe unaweza kuzungumza kama shehe na kiongozi wa Uislamu kwa kata ya Chanika? Mimi kubwa nalopenda kulizungumzia ni kupeleka wito kwa Waislamu. Kwanza usome Uislamu wao, kwa sababu tunatarajia vizazi vyema vitatoka kwao. Ukisoma Uislamu unapata malezi, unapata pia vile uchumi. Jamii iambie kwa kweli, haswa swala hili la ukatili la watoto na kina mama. Ni kina baba wengi wamepoteza nafasi yao ya usimamizi. Ni waombe kina baba, kila mmoja ajue wajibu wake. Wataalamu wanasema huwezi kimbia kivuli chako. Umeianzisha familia mwenyewe, lazima uwe na mikakati ya kupigania jihadi, ya kupigania kwa nguvu familia yako itoe pale ilipo ifike kule kwenye malengo makubwa ya uboreshaji wa ustawi wa jamii. Hilo ndo ningeweza kuzungumza. Lakini pia kina mama tusituangushe, muwape moyo kina baba. Baba mara nyingi anapenda kupewa moyo na mama. Baada ya kazi kubwa anapenda kuambiwa pole kwa kazi. Mpe umuhendo, umpe moyo ili aendelee kuiangalia jamii. Huo ndo wito wangu. Leo tumekuwa kwenye kongamano kubwa la kina mama, lakini jambo kubwa ambalo kimsingi tumelizungumzia ni jambo la maadili na malezi ya vijana, na hasa kwa kina mama ambao ndio wameandaa hili kongamano. Katika Uislamu natueleza al-ummu madrasa. Hii tafsiri ya maneno haya, mama ndio mafundisho yote. Kwa hiyo tunataraji baada ya kongamano hili kwamba wale wote waliohudhuria wataweza kufanya mambo makubwa. Na tulisema kwenye maelezo pale mwanzoni, there is no direction in a wrong destination. Hakuna mwelekeo sahihi kama huku chini ambako kina mama wanawalea watoto hawatawalea katika mazingira mazuri, katika maadili na malezi yao. Masuala ya kiuchumi kwa kweli inahitajika kuunganisha nguvu kwa pamoja. Kama ambavyo imefanyika, wanawake wanaweza, na wanawake ndio kila kitu. Hata ukiona mwanaume ana maendeleo, basi nyuma yake yuko mwanamke. Kwa hiyo inahitajika kuunganisha nguvu za pamoja kwa wanawake kwenye vikundi mbalimbali, lakini kwa kushirikiana na serikali yetu katika namna ya kuwawezesha kina mama waweze kujitegemea kiuchumi, kwa sababu kina mama ndio walezi, ndio wanategemewa. Wao ndio dira ya familia zetu katika nyumba zetu. Kwa hiyo tunataraji baada ya kongamano hili na baada ya maelezo mbalimbali ya wanataaluma kwamba kwa sasa kina mama waungane pamoja, wapate kuwezeshwa kwenye vikundi mbalimbali katika namna ya kuweza kuhudumia familia zao na kuweza kutoa malezi sahihi kwa vijana. Ni mkurugenzi wa shule ya Al-Bayani hapa Chanika, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa umoja wa shule za msingi. Kwa majina naitwa Farida Musa Ngaponda, mwenyekiti wa kina mama Juakita kata ya Chanika. Pia ni mjumbe wa wilaya kamati ya amani wilaya ya Ilala. Nimesimama hapa mbele ya watu mbalimbali kuwashukuru na kufurahi kwa siku ya leo kukutana na kina mama, kufanya kongamano kubwa ambalo hatujawahi kulifanya katika kata yetu ya Chanika, kuunganisha kata zote 4 kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu na jamii kwa ujumla, kwa ajili ya kuwajali mayatima, wajane na hasa wale majumbani ndio wamesaulika kuliko wale walio kwenye vituo, ni ambao wanapelekewa vyakula, wanasaidiwa kuliko wale walio mitaani majumbani, huko ndo kwenye mtihani. Vile vile kongamano letu linahusu umoja, linahusu uchumi, elimu ya dini na linahusu mambo ya kijamii kwa ujumla. Wanajumuiya wenzangu na waomba kina mama Kiislamu, wakina mama wote kwa ujumla, tuwe kipaumbele katika kulea familia zetu, ziwe zenye kumjua sana Mwenyezi Mungu, ziwe zenye hofu ya Mungu, ili mradi tupate watoto bora na viongozi bora kwa baadaye inshallah.